Sauti ya Mtaa na KNN inahama upande wa pili kutoka kwa wazazi wa boma hili la Ndoto Emanyata hadi kwa kijana wa boma hili. Labda yeye atajitambulisha. Kaka, karibu sana. Nashukuru. Mimi naitwa Ndoto, ni kiongozi katika boma hii. Sasa wewe ndo Ndoto mwenyewe sasa. Okay? Ndoto. Kwa hiyo Ndoto Emanyata, Ndoto ndo wewe. Maana sasa wewe ndo mzaliwa kwanza kwenye hii boma. Sawa. Bana Ndoto, sisi tunashukuru pia kwa kupata nafasi kama hii ya kujana na pia kupata nafasi ya kukutana na kijana wa kwanza katika familia hii ya Ndoto Emanyata. Karibu. Mimi labda niweze kukuuliza maswali mawili matatu. Kama wewe kijana wa Kimasai, unajivunia vipi ujana wako kwenye swala zima la boma hili la Emanyata? Najivunia mengi sababu tamaduni yangu haijawahi kunipoteza. Yapo mengi ambayo naweza nikayasimulia, lakini kwa machache zaidi ni kwamba na vaidi vingi kuishi katika kuwa Masai. Dunia ya leo imekuwa dunia tofauti kidogo. Kumekuwa na utandawazi wa hali ya juu sana kuhusu mitandao ya kijamii kama unavyojua. Labda kwa upande wa boma kama wewe kwenye mzunguko huu wa Emanyata hii hapa ya Ndoto, inaathiri vipi labda watu hasa wewe? Kama sisi wa Masai mara nyingi teknolojia ipo na watu wanaiga, lakini kama kijana wa Kimasai hawezi iga, sababu unapoenda mjini ukaiga vitu vyako, ukirudi huku lazima utaishi kama watu wengine hapa. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukaiga, ukavaa suruali, ukavaa buti, ukavaa nini, style zote, lakini ukija huku bado kuna wazee watakuambia wewe kijana, hapana. Kwa ile mila na desturi za watu unaachana nayo, unakuja sababu ndio unaishi ndio unakuwa nazo tu milele na milele. Labda mimi pia niongeze swali dogo hapo. Ndoto wa Kimasai akiwa hapa boma, lakini Ndoto akiwa kwenye upande wa nje ya boma, kuna utofauti wote labda? Inategemea na tabia ya mtu. Utaweza kaiga ukiwa nje ya boma, na ukija ndani ya boma utaweza pia ukaiga, lakini kwa sababu ni kitu ambao unakuwa nayo tabia, mara nyingi sio sana ubadilike. Asante bwana Ndoto. Mimi nitatoka nje kidogo. Pamoja na faida mmezieleza hapa nyingi sana. Mimi nataka kujua kama kijana wa Kimasai. Kijana wa Kimasai na biashara. Unatoka nje ya mila na tamaduni na unafanya biashara. Mfano kama hii sasa ya kunana watalii na kuonyesha tamaduni zenu. Biashara ambayo tunafanya sisi ni ya ng'ombe. Balishana ng'ombe, kwenda sokoni, kuchinja hivyo. Na hizi vitu vya tamaduni zetu kama shanga, nguo kama hizi, ndio biashara mara nyingi ambao Wamasai wanaweza. Jamii hii ya Kimasai na hasa hapa Esilalei, wilaya ya Monduli, kutoka hapa boma la Ndoto, wamekuwa wakisifika na shughuli mbalimbali, lakini kwa mimi mtangazaji wa kipindi hiki cha Sauti ya Mtaa na KNN, nimejiuliza sana. Nimeona nyumba, nimeona na mazingira mengine pamoja na ng'ombe, lakini la hasha, sijaweza kuona duka. Najiuliza hawa watu wanaweza kupika vipi? Labda niweze kuuliza swala la moto kwao linakuwa vipi? Swali letu linapata majibu moja kwa moja. Nipo na Ndoto, na kabla ya kupata majibu ya moto, jinsi gani wanaweza kuwasha moto hapa, kwa sababu sijaona duka kabisa, labda nimuulize bwana Ndoto, utueleze pia na upande wa chakula. Vyakula gani nyinyi mnaweza mkatumia? Chakula chetu sisi wa Masai kuu kabisa ni nyama, maziwa na damu. Nyama, maziwa na damu. Ndio maana tunaendelea kufuga ng'ombe kwa wingi, sababu ndio chakula kikuu. Hatulimi zao la aina lolote kiujumla. Yes. Kwa sisi ni ufugaji tu, na ndio maana tunafaidi hivyo vitu kutoka ufugaji. Kwa mwendo wa nyama, maziwa, damu na vitu vyote hivyo vinapatikana kwenye ufugaji. Bwana, tunaenda kujionea jinsi gani ya kuwasha moto.
Bwana Ndoto anaenda kutuonesha namna gani hawawezi kutoa shilingi mfukoni, lakini shughuli zao ni za hapa hapa, lakini pia hawawezi kwenda mbali. Vitu vyao ni moja kwa moja wanaweza wakafanya wakiwa katika boma lao, hawezi kutoka nje. Mbuzi yuko hapa, ng'ombe yuko hapa, kama ni nyama ni hapa hapa, lakini pia moto vipi? Tuone, ni hapa hapa, anakwenda kutuonesha. Moto ni hapa hapa, na kama mtoto wa Kimasai lazima ajue kufanya hivi vitu, kwa sababu ukishakuwa na umri wa miaka 15 wewe umeshajua kufanya hivi vitu mwenyewe, kwa sababu utaweza ukaambiwa hamisha ng'ombe kutoka sehemu moja hadi nyingine, kutafuta majani na chumvi kwa ajili ya ng'ombe, maji kwa miezi kadhaa, kipindi ya kiangazi katafute majani. Sasa una moto, una kiberiti, una nini, huoni chochote. Wewe ni mwendo wa fimbo na ng'ombe. Sasa utawalindaje wale ng'ombe? Utakulaje? So unapaswa ujue kutumia hivi vitu. Kwa hiyo unatumia hiki na hiki. Sasa huu ni mti mlaini ambao wanaita rongoswa kwa Kiswahili, kwa Kimasai ya rongoswa. Ndugu mtazamaji, ni fimbo lakini na jina lake rongoswa. Labda Pasco, kabla ya hapo, sisi huku kwenye mambo ya historia tunaita ulindi na ulimbombo. Hii hapa kwa wale watu wa historia wanajua, hii inaitwa ulindi na ulimbombo. Sasa Kimasai mnaiteje? Sisi Oripiron. Oripiron. Na hii endole. Oripiron na endole. So endole flat. Na hii ndio tunaita Oripiron. Kwa ukichanganya hivi miti viwili hivi utapata moto, na katika kupata moto wewe lazima uweke moja iwe flat kama hivi, alafu unatoboa tundu kidogo hapo katikati. Ukishatoboa unaunda tena kigepu cha hapa kama unavyoona hivi, kama geta hivi. Ili wakati unapekecha isitoke nje yani haya majivu yanayotoka yaende kwenye moto. Uzalishe moto sasa. Na unatakiwa uwe na kitu ya kukingia kama hii hapa. Sisi tunaweza tukatumia ngozi kama hii ndio hizi kuungua na sime. Kwa kama sime ndala ile. Kama utakosa hii hapa, hii hapa utaweza kutumia hii. Kwa nalaza tu hapo hivi, na hapa unaanza kufanyaje? Kupekecha. Kisha pekecha, unatakiwa uwe na kitu kingine cha ziada ambayo itafanya ile moto wako uwakisi. Utaweza kutumia mavi ya ng'ombe ambayo imekauka, utaweza kutumia punda, utaweza kutumia ya tembo, hata majani kama hivi unaweza tu pia ukatumia. Unaona? Kule. Kama hivi ndio mavi ya tembo hapa. Mavi ya tembo? Ndio hiyo. Kinyesi cha tembo. Kinyesi cha tembo utaweza kutumia. Hii imekauka lakini tayari si ndio? Ishakauka. Kwa kila kitu kinahitajika kuwa imekauka, alafu baadaye unaleta yale majivu yako ya moto, unaweka hapa, alafu unaanza sasa kupepea. Aidha unaweza ukapepea wewe mwenyewe kwa mdomo wako au ukafanya hivi hivyo, alafu moto unawaka. Baadaye ukishawaka unaweka chini, unaanza kutafuta kuni, unaweka ili sa moto upande. Kwa ndio kitu ambacho tunaenda kushuhudia hapa. Mtazamaji wa Sauti ya Mtaa na KNN, binafsi mimi nastaajabu, lakini pia napata elimu mbalimbali. Siku ninaweza nikaishiwa na kiberiti ndani kwangu, elimu naipata. Utaweza kuwasha brother? Kitaeleweka muda kama sina hela. Tuone. Wale nalo. Darule. Sawa. Pasco, hiyo maneno tusikie na Kimasai wako pale huko. Wale mle. Mana? Sawa.
Ndugu wanapekecha. Gida umeniwahi. Mtazamaji wa Sauti ya Mtaa na KNN. Hawachezi. Hawafanyi vituko. Hawa watu wanapekecha moto. Wanawasha moto kutumia mti huu wa ulimbo. Na kwa jinsi mimi nipo karibu kabisa, naona panaanza kutoa moshi. Unaona kwa kazi sio kazi ya kitoto, wanapokezana kabisa namna gani moto huu wake. Hizi ni juhudi ili mama aendelee kupika. Hatutumii hela yoyote wala gharama yoyote. Tunatumia nguvu za asili. Yes. Sisi tumezoea kusoma kwenye vitabu vya historia tu. Yes. Moto unapekechwa, lakini leo tumeshuhudia. Sisi wote soma. Mimi nimesoma. Kwa hiyo leo tunaona mziki moto unavyotokea. Bana Kwa niaba ya timu ya KNN na watazamaji wake, sisi ndio watazamaji ambao tumebahatika. Kwa hiyo tunavyosema KNN. Yes. Jamii tunakuletea kila kitu. Bana live unashuhudia. Yes. Bana tunazidi kama ndugu Cosmas, kama unaona vizuri. Yeah. Nilikuwa naangalia walimu wa geography. Mambo ya historia wao wanajua Hiroshi. Hii ni historia. Kwa hiyo nawaangalia. Kwa hiyo Gida, huu ni Bwana Gidasho. Bwana Gidasho, hem tumuulize brother. Bwana Gidasho, mimi sasa naanza kupata ile experience. Kwamba wakati mwalimu ananiambia jinsi ya kuwasha moto ile yani anaelezea, maana mwalimu pia anakuja tu na chaki, anafanya tu hivi aeleweke anafanyaje. Leo mimi ndo naona mzigo unavyopiga. Mimi mwenyewe nafundisha lakini nimeishia kufundisha kwenye vitabu, lakini leo ninaona. Kwa hiyo brother, ili zoezi linavyoendelea hivi la utoaji moto mnahitaji hii hapa tunaita ulimbo na ulimbombo. Ulindi na ulimbombo. Ulindi na ulimbo. Na ulimbombo. Kwa hiyo kuanzia kesho wewe shuleni, kuanzia Jumatatu unaanza kupekecha. Na nitachukua clip niwaonyeshe watoto. Sio kuwaonesha. Unapekecha kijana. Kwa hiyo hapa mnachukua hayo majivu? Tunachukua hayo majivu tunaweka kwenye yale majani makavu. Baada ya kupata haya majivu tunatakiwa tuweke hapa kwenye majani. Kwenye majani. Ndugu mtazamaji, kama mnavyoona hapo, hayo majivu baada ya kuchekeshwa kwenye majani na yanapepewa ama kupulizwa. Mzee nipe nipulize kabisa. Karibu. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ataanza kupuliza yeye mwenyewe au atatafuta sehemu ya uelekeo ambapo kuna upepo uliotulia. Pasiwe na upepo mkali. Anaanza kunani mwenyewe. Okay. Kwa hapa amefunika ili ile joto la majivu ishikane na iweze kutoa moshi, kwamba tayari sa moto unaweza kukaribia kuwaka muda wote. Baba, sio mazingaumbwe. Si mazingaumbwe. Hii ni Pasco, ugunduzi wa moto ulitokea zama za mawe za kati. Sawa. Na kuendelea. Na tumezoea kusoma kwa historia. Hapa leo tumeona tumepekechwa. Tumerudishwa kwenye zama za kati. Huu ni moshi na sio volcano. Na si mazingaumbwe. Na si mazingaumbwe. Kitu halisi. Bana, moto unaweza ukavuta hapa. Unaweza ukavuta. Bwana si kina Zinja Toppers. Umefanywa na safi. Na jamii ya bwana mtazamaji wa kipindi hiki Sauti ya Mtaa na KNN. Huu hatua ya mwisho tumefanikiwa ili kuona moto kabisa ukiwa umewaka. Ni umuhimu, inaonyesha ni jinsi gani kwamba tunaweza tukatunza jamii zetu za zamani moja kwa moja. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaweza kusogea hapa kidogo sasa wazee. Ndugu zangu watazamaji wa Sauti ya Mtaa na KNN. Naam. Sauti ya Mtaa na KNN kutoka hapa boma hili la Ndoto Emanyata. Tumefanikiwa kuona shughuli nyingi za Kimasai, wakiwa wameimba, lakini pia wakiwa wanachunga kwa upande wa watoto. Zaidi sana tumeweza kuweka swala zima namna gani ya kutoa utata. Huna hela ya kiberiti, namna gani ya kuwasha moto. Tumeona hatua zilizofanyika hapa.